Karibu katika kipindi cha leo katika channel yako pendwa ya Bado Kuna Ushindi TV. Nilikuwa sifahamu kwamba kuna watu wanaitwa the double face actors. Wanafiki wa ndimu mbili, wana sura mbili. Na leo ninataka nikuletee mafundisho machache ya kuwafahamu aina tatu za watu ambao ni sumu kwa maendeleo yako. Katika kila hatua unayopanga au kufikiria kuiendea, wapo watu wanaitwa the double face actors. Ili kufikia kileleni, ni lazima uwe na uwezo wa kuchuja watu wa kushirikiana nao wale wanaokuzunguka. Kwa hiyo, nitakuletea maadui zako ambao wanaonekana ni marafiki, wana ngozi ya urafiki, lakini ni watu hatari katika maisha yao. Hawa ni mabingwa wa sanaa ya maigizo na ulimi wa asali. Wana uwezo wa kukuvalisha taji la sifa ukiwa mbele yao, huku wakikuchimbia shimo ukiwa haupo. Mwenendo wao mbele yako maneno yao ni matamu kama asali, lakini ukigeuka tu wanakuwa wachonga kashfa na wasambaza sumu zidi ya taswira yako. Ishara yao ni nini na utatambuaje? Tabasamu lao ni pana la kuvutia, lakini vinywa vyao ni chemchemu ya majungu pindi unapoondoka machoni pao. Kundi la pili la watu, watafuta maslahi. Wanaitwa marafiki wa mvua, the opportunists. Hawa watu ambao urafiki wao una masharti ya mahitaji. Hawakutafuti wanapokuwa hawana shida. Wanakutafuta kwa sababu ya thamani yako, bali kwa sababu ya kile ambacho unaweza kukitoa kwao, ndio sababu ya wao kukutafuta. Mwenendo wao wanapokuwa na wewe, wanakuona kama daraja la kuvukia matatizo yao. Mara tu wanapofika ng'ambo ya shida zao, wanakusahau kama vile hawajawahi kukutana na wewe katika maisha yao. Ishara yao ni ipi? Wanakukumbuka na kukutafuta kwa bidii pale tu wanapokuwa wanahitaji fadhila yako. Hitaji lao likishatimizwa, wanatoweka na kuyeyuka kama moshi hewani. Hawa ni kundi la pili. Kundi la tatu, wanaitwa washereheshaji wenye kinyongo. Wanaitwa the secret saboteurs. Hawa ndio watu hatari zaidi katika safari yako, kwa sababu wanaishi ndani ya mduara wako wa maisha karibu kabisa. Ni maadui wa ndani hawa. Wanakujua kutoka na kuingia kwako. Siri zako zote wanazijua. Mwenendo wao ni upi wanapokuwa na wewe? Wanapiga makofi kwa nguvu mafanikio yako yanapotangazwa hadharani, lakini wakiwa faragani, mioyo yao inasuka mipango ya kuona mazishi ya ndoto yako. Utawajua kwa ishara gani? Wanajifanya kukuunga mkono maendeleo yako mbele ya watu, lakini kwa siri wanatunza matumaini na kuomba kuona ukianguka au ukishindwa kabisa maisha yako. Hii ndiyo dunia yenye watu aina ya kinyonga. Wanabadilika na sio watu wa baraka. Jifundishe kuwachuja na kuwatema. Kama vile unavyokula samaki, unamumunya nyama inakwenda pembeni, miba unatema. Hawa ni miba katika maisha yako. Tafakari, chukua hatua, simama imara ili umuone Mungu akikusaidia. Wagundue hawa watu ni hatari kwa maisha yako. Hawa ndio wakina Yuda hawa. Wakiwa na Yesu wanamuuliza wafanye nini, wakiondoka wanakwenda kumuuza. Umekwisha kuuzwa mara nyingi. Maisha yako yamekuwa taabuni kwa sababu ya watu kama hawa. Mungu akubariki na akupe macho ya kuona. Kila unapoomba mwambie Mungu, nifungue macho nione siri za mioyo ya watu wale wanaonizunguka, ili niweze kujua watu sahihi wa kuenda nao na wale wa kuacha, katika jina la Yesu. Baki umebarikiwa, kwa sababu haya mambo yatakusaidia ukiyatunza, na Mungu akubariki. Amen.